Kata ya Ulemo kwenye kipindi cha miaka minne ya awamu ya sita Daktari Samia tumepokea fedha mbalimbali na fedha nyingi kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Tumepokea kiasi shilingi bilioni 1 na milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya kabisa, shule ya amali. Hizi shule Mheshimiwa Rais anazijenga kwenye kila mkoa. Sisi tumepokea kwenye kata yetu ya Ulemo. Tunafanya ujenzi wa shule ya ufundi pale kijiji cha Kitukutu, na tayari kazi mbalimbali zimeanza kufanyika. Tumeshajenga miundombinu karibia yote, iko hatua za kufungwa lenta na baadhi ya madarasa yameshaanza kufanyiwa finishing. Yako mengine yanafanywa skilling kwa wakati huu. Kazi mbalimbali zinaendelea pale. Ujio wa fedha hizi na miradi hii hususan kwenye sekta ya elimu kwenye kata ya Ulemo ina mafanikio chanya sana kwa jamii yetu, lakini kwa watu wanaozungukwa na maeneo ya kata ya Ulemo. Mathalani ni ujenzi wa hii shule ya Kitukutu hapo. Wanafunzi au watoto mbalimbali wanaweza kufika kwa ukaribu zaidi kujoin program za kimasomo kwenye shule hiyo badala ya kutembea kwenda umbali mrefu sana. Ninazo shukrani kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano kwa namna ambavyo inaziona changamoto za jamii ya watu hawa wa kata ya Ulemo, kwani kwa kipindi cha hivi karibuni tulipata ujenzi wa barabara itokayo kijiji cha Misigili kwenda kitongoji cha Nkingi. Kule zamani palikuwa ni changamoto kidogo mvua zinaponyesha, kwa maana ya masika. Kipindi kama hichi kulikuwa kuna gap kubwa sana la kimawasiliano kati ya watu wa kitongoji kile, lakini watu wa makao makuu ya kijiji. Kwa mfano ni walikuwa wanapata changamoto za ufuataji wa huduma za kiafya, kwa sababu zahanati ipo ya kijiji lakini kitongoji kimejitenga, katikati palikuwa pana mto. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sana hata kwa wakina mama kuweza kutoka kule kuja kupata huduma za afya katikati ya makao makuu ya kijiji. Lakini sasa hivi kwa kweli mimi mtendaji sipati changamoto kwenda kushughulikia changamoto za wananchi kwenye eneo la kitongoji kile, kwa sababu barabara ipo, inapitika, inafikika masaa 24. Hii ni mafanikio makubwa sana kwa watu wa kitongoji cha Nkingi. Lakini pia limejengwa daraja pale zuri la kisasa kabisa, maji yanapita chini, wananchi wangu wanavusha mifugo yao vizuri na sisi tunapita. Faida hii kwa kweli pia inaambatana na watu wa taasisi ya elimu. Naarifiwa ilikuwa ni changamoto wakati wa mitihani inafanyika, kuja huku kuvusha mitihani kufika kule mvua ikitokea. Sasa hivi uhakika kwa kweli wa kufika au uhakika wa mwananchi kutoka kitongoji kimoja kwenda sehemu nyingine umerahisishwa sana. Katika miaka minne ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan tumepatia kuboreshwa kwa vitu vingi kusaidia kufanya kazi, hasa katika upatikanaji wa madawa. Madawa hizo zipo katika idara mbalimbali, ikiwemo idara ya wagonjwa wa nje, pia idara ya matunzo pamoja na tiba ya ukimwi na kifua kikuu. Pia tumerahisishiwa katika utoaji huduma katika mifumo kama Got Homes ambayo imeongezwa kwa ajili ya kurahisisha kutunza data, taarifa za wagonjwa pamoja na namna ya kukusanya mapato katika mazingira ya kazi. Pia wafanyakazi waweza kupata namna ya kuweza kupata mafunzo na wengine kuongezwa pale panapobidi kuwa na uhitaji zaidi wa wafanyakazi. Sisi kama watu wa huduma wa afya katika zahanati ya Ulemo tunamshukuru Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuunga mkono katika idara ya afya na vitengo vya sana kwenye zahanati, vituo vya afya na hospitali. Tunashukuru kwa kuwa mpaka sasa hivi huduma inazidi kuendelea vizuri kupatikana madawa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea huu mradi. Huu mradi umenufaisha wengi. Mimi hapa ni mama ntilie au mpishi. Nimenufaika kwa sababu huwa nauza chakula, napata faida. Faida hiyo inasaidia kuwasomesha watoto. Nashukuru sana kwa sababu huu mradi sio huu tu wa kwanza. Kuna mradi mwingine tuliletewa hapo wa chekechea, na wenyewe unanufaisha kwa sababu watoto wanatamani watoto wengi wameandikishwa chekechea, na wengi sana wanafurahi kwa sababu ule mradi una mabembea, miundombinu mizuri, muonekano wake ni mzuri. Nashukuru sana. Naomba hii miradi iendelee kuletwa